Watanzania wenzangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد إنما المؤمنون إخوة. Maneno haya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naomba yaliyoko ndani ya Qur'ani tukufu yanayosema hakika hapana vingine, waumini wote ni ndugu. Naomba mazungumzo haya yaongozwe ni aya hii takatifu ndani ya Qur'an kwa niaba ya jumuiya ya Waislamu wa madhehebu ya Shia Tanzania, TIC Tanzania Ithna Ashariya Community. Kwa niaba ya jumuiya hiyo na kwa niaba ya Waislamu wa Shia chini ya jumuiya hiyo, naomba kutoa mkono wa kheri, mkono wa baraka, mkono wa taufiki za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mwaka mpya huu wa Kiislamu wa mwaka 1447 Hijria. Kama ilivyokuwa kawaida ya madhehebu nyingi duniani zina kalenda zao, na vile vile Waislamu nao wana kalenda yao, ambayo leo hii ni tarehe mosi mwezi wa kwanza mwaka 1447. Mwaka huu wa 1447 ujumbe mkubwa wa kuubeba kwa ndugu zangu Waislamu na kwa ndugu zangu wa Tanzania ni ujumbe wa mambo matano yafuatayo. Jambo la kwanza, mwaka wa 1447 ni mwaka wa kuimarisha kwa nguvu kubwa umoja wetu kati ya Waislamu. Tanzania, alhamdulillah, Mungu ameipa taufiki ya kuwa na madhehebu tofauti za Kiislamu, tukiwepo sisi Mashia, wakiwepo ndugu zetu Ahlus Sunna na wengineo. Mwaka huu wa 1447 wa Kiislamu ni mwaka wa kuhakikisha umoja wetu kama Waislamu tunaupa nguvu, tunakamatana, tunafokasi kwa pamoja mambo yote yanayohusu dini ya Uislamu. Lakini ujumbe mwingine mzuri kutoka katika jumuiya yetu ya Mashia Tanzania ni ujumbe wa umoja wa Watanzania. Watanzania sote kutoka uhuru wa nchi hii tumekuwa na sifa ya umoja wa kitaifa, tumekuwa na sifa ya kupendana, tumekuwa na sifa ya kushikamana, tumekuwa na sifa ya kuvumiliana. Mwaka wa Kiislamu 1447 uwe ni mwaka wa kushikana mkono, uwe ni mwaka wa kuhakikisha Waislamu, Wakristo na wasiokuwa na dini katika ardhi ya Tanzania umoja wao umeimarika kuliko miaka yote iliyopita. Lakini ujumbe mwingine wa tatu muhimu kutoka katika jumuiya yetu ya Mashia ni ujumbe wa uzalendo, ni ujumbe wa kuipenda nchi yetu, ni ujumbe wa kuililia nchi yetu, ni ujumbe wa kuiombea nchi yetu. Tutakapokuwa wazalendo, Waislamu, Mashia, Masuni, Wakristo na watu wote na madhehebu zilizoko nchini, tutakapokuwa na uzalendo, hatutokubali kuisaliti nchi yetu, hatutokubali mahusiano mazuri tuliyokuwa nayo ya vurugwe, hatutokuwa tayari nchi hii itoweke mshikamano na umoja tuliyokuwa nao. Ujumbe mwingine ambao ni ujumbe muhimu ni ujumbe wa amani hii tuliyokuwa nayo. Tanzania yetu imekuwa ikijulikana kama kisiwa cha amani kutoka kipindi cha muasisi wa taifa hili baba yetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ni muhimu kwa kipindi tulichokuwa nacho kuhakikisha amani tuliyokuwa nayo tunaipa kipaumbele. Jambo la kuhubiri amani katika mimbari zetu siku ya Ijumaa, jambo la kuhubiri amani katika madhebahu za ndugu zetu wasiokuwa Waislamu siku za Jumamosi na Jumapili ni ibada kubwa
na ndiyo dini kubwa. Na sisi tunaamini kwamba vitabu vyote, Qur'ani tukufu, Taurati, vitabu hivi vyote vinawalingania wafuasi wake waishi kwa amani, waishi kwa upendo na mshikamano. Lakini ujumbe wa mwisho, sisi tuko katika kuelekea kwenye uchaguzi wa kitaifa na uchaguzi wa nchi nzima. Ni wajibu wetu kwa mwaka huu wa 1447 Hijiria kuhakikisha uchaguzi huu unapita uchaguzi wa amani, kuhakikisha uchaguzi huu ni uchaguzi ambao hakutotumika mabomu ya kutoa machozi, tuhakikishe ni uchaguzi ambao tutawachagua viongozi waadilifu, wa kweli, waweze kuisimamia nchi hii na kuzidi kuendelea kwa taifa hili. Mwisho, napenda nimuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amani tuliyokuwa nayo katika nchi hii Mwenyezi Mungu azidi kuiboresha. Lakini yoyote ambaye ana mikakati ya kuhakikisha amani hii inatoweka katika nchi hii, basi Mwenyezi Mungu mtu huyo asimkubalie na balaa hilo limrudie yeye mwenyewe. Lakini vile vile kiongozi wetu wa nchi Mama Samia Suluhu Hassan kwa mwaka huu wa Kiislamu 1447 ampe afya njema yeye na familia yake, lakini vile vile yeye na wale wote wanaomsaidia, kwa sababu tunaamini yeye ndio ameshika bendera ya amani, umoja, mshikamano na maelewano. Lakini kiongozi wetu wa Waislamu, mufti na shekhe mkuu wa Tanzania Sheikh Abu Bakar bin Zubair bin Ali, vile vile Mwenyezi Mungu ampe nguvu na taufik aweze kuwasimamia Waislamu, aweze kusimamia uzalendo na amani na mshikamano. Mwenyezi Mungu awabariki na hongereni kwa mwaka mpya wa Kiislamu 1447.